إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. anasema Allah azza wa jalla, wala msiliane mali zenu baina yenu katika njia ya batil, watudlu biha ila alhukam, na mkazipeleka mali hizo, mkazinasibisha mali hizo kwa mahakimu watawala, litakulu fariqan min amwali nnasi bilithmi, ili mpate kula sehemu ya mali za watu kwa njia ya batil, njia ya uovu, wa antum ta'lamun, ilhali nyinyi mnajua. قال البغوي رحمه الله: لا يأكل بعضكم مال بعض، wasile baadhi yenu mali za wengine, ala wajhi ghairi alhaqi, ala albatil, katika njia ya batil, ay ala wajhi ghairi alhaqi, katika njia isiyokuwa ya sawa, njia ya batil. Ibadallah, ittaqullaha azza wa jalla, enyi waja wa Allah, muogopeni Allah azza wa jalla, waraqibuhu fi a'malikum, na mchungeni Allah katika matendo yenu mnayoyafanya. وخصوا الأمانات والأموال بمزيد اهتمامكم, zikhusisheni mali na amana mlizopewa kwa ziada ya kule kutia umuhimu kwenu. Khusul amwal, khusisheni mali, wal amanati, na amana, bimazidi ihtimamikum, kwa ziada ya kule kulipa kipaumbele jambo la mali na jambo la amana mlizozichukua. لماذا؟ لأن النفوس أمام فتنتها ضعيفة، وسبب نفس ya mwanadamu mbele ya fitna ya mali, nafsi zao ni dhaifu mno, liquwati taalluqiha biha, kwa kule nafsi kufungamana mno na mali. Nafsi inapenda mali, wa shiddati hubbiha lahu, na kule kuwa na mapenzi makubwa nafsi hizo za kuipenda mali. Watuhibbuna almala hubban jamma, Allah anasema, na mnazipenda mali mapenzi yaliokuwa makubwa. Ibadallah, inna min suwari almakasib almuharrama, miongoni mwa sura na picha za machumo ya haramu, njia za haramu za kuchuma mali yake Muislamu, ma yaakhudhuhu almuwadhafu min mali aljihati allati ya'malu fiha, ni kile anachokichukua yule aloajiriwa, mfanyakazi
mtumishi anachokichukua katika upande ambao ameajiriwa, akawa anafanya kazi katika sehemu hiyo, akachukua mali hiyo ala wajhi ghairi alhaqi, katika njia isiyokuwa sawa, fa inma yatakassabuhu, ikawa yeye anaichuma mali hiyo ala tariqa, an tariqi ar-rishwa, anatuma mali yake ndani ya sehemu yake, ofisi yake aliyoajiriwa katika serikali au taasisi binafsi au duka alokabidhiwa au ofisi aliyopewa, akawa anaichuma mali hiyo katika njia ya rushwa, au an tariqi al-khiyana, au katika njia ya khiana, akawa anajichumia mali katika misingi hiyo. Hili ni katika jambo la haramu kwa Muislamu, na afahamu kwamba haya ni katika mambo ambayo Allah azza wa jalla ameyakataza. Qabla an tamtadda yadu almuwaddaf lirushwa, kabla ya mkono wa yule aliyoajiriwa kwenda kuipokea rushwa ile, kabla kuichukua rushwa yule aliyoajiriwa, ima katika taasisi au katika ofisi au katika sehemu, akawa anataka kuipokea rushwa, alayhi an yatadhakkara, ni juu yake ajikumbushe ma warada min sha'niha, yaliyokuja katika jambo lake rushwa, min alwa'id shadid, katika makemeo makali, wa tahrimi alakid, na uharamu uliokuwa mkubwa ambao Allah azza wa jalla ameutaja katika aya tuliyosoma, kadhalika katika hadithi aliyoitaja al-Imam Ibn Majah wa sahahu al-Albani, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la'natullahi ala ar-rashi wal murtashi, la'na za Allah zipo kwa mwenye kula rushwa na mwenye kupokea rushwa, mwenye kutoa rushwa na mwenye kupokea rushwa. Allah amewalani. Katika riwaya nyingine Imam Ahmad wa Tirmidhi imekuja la'natu rasulillah, la'na ya mtume wa Allah ipo ala ar-rashi wal murtashi, mwenye kutoa na mwenye kupokea jambo la rushwa. Leo imekuwa ni mambo ya kawaida, hafanyi wajibu wake anayefanya katika sehemu aliyoajiriwa, katika sehemu anaolipwa, isipokuwa atachuma sehemu ya pato la haramu. Pengine si mwenye kuiba mitaani, mwingine si mwenye kufanya khiana ya wazi, lakini kile kiti alichokalia kuna mali inayopita kwake yeye, si kinyume na njia ya haki, kinyume na njia isiyokuwa sawa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyoitaja al-Imam al-Bukhari, inna rijalan yatakawwasuna fi mali llahi bighairi haqqin falahum an-nar yawm al-qiyamah, wako watu wenye kutumia mali ya Allah pasi na njia ya haki, wanao moto siku ya kiyama. Yatakawwasun, anasema shari al-hadithi, yatasarrafuna fi mali al-muslimina, wakawa wanatumia mali za Waislamu. Si umewekwa tu ukapewa amana, ukaaminiwa, ukatakiwa uwe mwaminifu na ukaapa katika hilo, ukiitumia mali ni kinyume na utaratibu wake, ukajivutia katika nafsi yako na matumizi yako, wewe umechuma njia haramu. Na hili ni jambo lilokatazwa, na haya ni mambo yaliyoenea katika jamii yetu. Wallahi, inafika wakati mtu anahitaji haki yake kama raia, kama mteja anahitaji haki yake katika ofisi ile, kama ni raia aipate kwa mtu yule, ofisi ile. Yule ambaye anaitoa haki ya watu pia atataka kitu, pengine cheti tu, kitambulisho tu, jambo tu, muhuri tu, atahitaji mali ya kuipata ili amsaidie mtu huyu. Hii ni haramu na haya ni makosa, na huku ni kuifuja mali ya umma, na haya ni mambo ambayo Allah ameyakataza, na kuna laana kwa ar-rashi wal murtashi. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. يقول الله عز وجل وتحبون المال حبا جما. قال الحافظ ابن كثير يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده. الله anasema akimkanusha mwanadamu kwenye ile itikadi yake, kwenye itikadi yake, idha wasaa Allahu alayhi rizq, Allah anapomkunjulia mtu kumpa riziki, liyabtaliyahu wa yamtahinahu, ili amjaribu na kumtahini. Anayepewa mali katika dunia, Allah anamtahini na kumjaribu. Fayataqiduhu annahu ikramun min Allah azza wa jalla, akaitakidi mtu huyu
kwamba huku ni kukirimiwa na Allah azza wa jalla, akahesabu kwamba huu ni mtihani. Ndugu zangu, kwa hiyo tunayazungumza haya kwa sababu tuko katika mwanzo wa mwaka. Watu wengi wanapewa majukumu kipindi hichi, watu wengi wamenyanyuliwa, watu wengi wamepewa nyadhifa, watu wengi wamenyanyuliwa katika maofisi ambayo wako nayo. Kunyanyuliwa kwako sio kwamba wewe ujichumie mali ya umma katika kile ulichopewa, una dhima mbele ya Allah. Uislamu si msikitini, hadi kule uliko malaika wako wanakutazama, wanakuchunga katika mali uliyopewa, na utaulizwa mbele ya Allah azza wa jalla. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma siku moja katika masahaba ende akakusanye zaka katika moja ya sehemu ya vitongoji. Aliporudi yule sahaba akamwambia, Rasulullah, hadha laka wa hadha li uhdiya ilayya, hii hapa ni yako wewe na hii ni yangu mimi, nimepewa zawadi huko nilipokwenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikasirika akasema, ma balul amil nab'athuhu, ma balul amil nab'athuhu fayati wa yaqulu hadha laka wa hadha li. Ana nini huyu mfanyakazi? Ana nini huyu mwajiriwa? Ana nini huyu aliyetumwa? Tunampeleka sisi akafanye kazi, kisha anarejea anatuambia hichi ni chako na hichi ni changu. Katika riwaya nyingine Mtume akamwambia, halla jalasta fi baiti abika wa ummika, kwa nini usingekaa katika nyumba ya baba yako na mama yako, kisha ungeona kwamba ungeletewa zawadi in kunta sadiqa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, ma min shay'in yahmiluhu illa wa yati yawm alqiyama, hakuna chochote anachokichukua illa jaa yawm alqiyama, isipokuwa atakuja mtu siku ya kiyama, yahmiluhu ala dhahrihi, au kama qala an-nabi, atakibeba kile alichokichukua juu ya mgongo wake. Ikiwa wewe ni mwajiriwa na hapo ulipo unafanya kazi na unalipwa, ukifanya kazi akija mtu akikuzawadia kwenye hiyo shughuli ambayo unalipwa na serikali, kwenye hiyo shughuli ambayo unalipwa na bosi yako, kuichukua mali hiyo ni haramu na ni makosa na ni chumo la haramu, na unawalisha watoto wako haramu. Sikwambii yule ambaye atakayekula rushwa, sikwambii yule ambaye atakayetengeza michirizi ya kuiba, sikwambii yule ambaye atakayejilimbikizia katika mali za umma akaitumia kwa nafsi yake, kisha akiondoka katika dunia anaiacha hapa. Ibadallah, tutaulizwa mbele ya Allah katika masali ambayo mja ataulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama. Hautaondoka unyayo wake, la tazulu qadama abdin yawm alqiyama, ataulizwa masali hayo. An malik, utaulizwa kuhusiana na mali yako, mali uliyokuwa nayo. Min aina iktasabta wa fima anfaqta, umeitoaje na umeichumaje? Umeichumaje mali yako na umeitoa katika njia gani? Hakikisha almuwaddaf kabla an yakuna almuwaddaf, kabla ya kufanya khiana alowajiriwa, mfanyakazi ambaye anaandika mkataba kujikubalisha, nimekubali masharti haya, kabla an yakun bitaswiri, kwa kudanganya katika kazi yake, au ghiyab mutaammidi, au wengine wakawa hawendi maofisini, kazi zinalala, yeye fulani hayupo, kwa kulifanya hili mutaammid, kwa maksudi, au akachukua sehemu ya mali ya kile ambacho hajakifanyia kazi, au akawataka watu leo wampe kitu ili aweze kuwasaidia, ilhali analipwa katika sehemu ile. Kabla ya kufanya haya akumbuke siku ya hisabu. Allah azza wa jalla atamsimamisha na atamhukumu, na Allah atamsimamisha na kumhukumu kwa kile alichokichukua na yale aliyoyatoa katika mali yake. Ndugu zangu, mwezi ambao tuko nao ni mwezi wa Rajab. Tupo katika mwisho wa mwezi wa Rajab. Mwezi wa mbele ni mwezi wa Shaaban. Imekuja katika hadithi ya Usama ibn Zayd, alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, lam araka tasumu shahran akthar min sawmika li shahri Shaaban, au kama qala, sijakuonapo ya Rasulullah kufunga mwezi ukawa unaofunga sana kuliko kufunga kwako mwezi wa Shaaban. Mtume akamwambia, dhalika shahru yaghfulu anhu kathiru min yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Shaaban, baina Rajab wa Ramadhan. Huo ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika, upo baina ya Rajab na mwezi wa Ramadhan ambao ni mwezi huu wa Shaaban. Wa ana uhibbu an turfa amali wa ana saim, na Mtume akamwambia huo ni mwezi ambao turfa'u al-a'mal ila Allah, amal zinanyanyuliwa kupeleka kwa Allah.
wa ana uhibbu an turfa amali wa ana saim, na mimi napenda amali zangu zipaishwe mbinguni hali ya kuwa nimefunga. Mwezi ujao ni mwezi ambao Allah amali za mwaka mzima anazipandisha mbinguni. Hakikisha amali zako isiwemo bid'a ndani yake, usiwemo ushirikina, kadhalika khiana, rushwa katika majukumu uliyokabidhiwa, khiana, rushwa, khadaa, khiana, uongo, utapeli ni njia ambazo zitamgharimu mja siku ya kiyama. Inawezekana mtu anasali sana, inawezekana mtu anafunga sana, inawezekana mtu anahiji sana, inawezekana mtu ana wingi wa ibada, lakini yati yaum alqiyama, atakuja siku ya kiyama, wakad shatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha, amempiga huyu, amemtusi huyu, amemfanyia ubaya huyu, amekula mali ya huyu. Siku ya kiyama hakuna pesa watu wanazolipana, inna dinaru wa dirham dananirun wa darahim, hakuna dinar bali kuna alhasanatu wasayiat, zitachukuliwa amali zako hizo unazozifanya. Atapewa yule ambaye ulomdhulumu katika mali yake, katika khiana, katika biashara, katika utapeli, katika wizi, yule ambaye hujamlipa, patachukuliwa matendo yako mema. Fa in faniyat, yakiisha matendo hayo, ukhidhat min khatayahum, yanachukuliwa madhambi yao, thumma turihat, kisha humilat alayhi, atabebeshwa juu yake mtu huyo, thumma turiha fi an-nar, kisha anatupwa katika moto. Mtume ndio alomtaja huyu ni muflis, mtu alofilisika. Tahadhari ndugu yangu, kazi uliyopewa simama katika wajibu wako, mali uliyopewa simamia wajibu wako, usiwe na khiana, usikule rushwa, usifanye mambo ya ubadhirifu, usichukue mali ya umma ukaitumia katika mambo yako. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح رئيس زنجبار برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.